Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Saa imekaribia na mwezi umepasuka. Na wakiona ishara hugeuka upande na kusema, huu uchawi tu unazidi kuendelea. Na wamekanusha na wamefuata matamanio yao, na kila jambo ni lenye kuthibiti. Na bila shaka zimewajia habari zenye makaripio, hikma kamili, lakini maonyo hayafai kitu. Basi jiepushe nao siku watakapoita mwitaji kuliendea jambo linalochusha. Macho yao yatainama, watatoka makaburini kama nzige waliotawanyika. Wanamkimbilia mwitaji, na makafiri wanasema, hii ni siku ngumu. Kabla yao kaumu ya Nuhu walikanusha, wakamkanusha mja wetu, na wakasema ni mwenda wazimu, na akakaripiwa. Basi akamwomba Mola wake mlezi akasema, kwa hakika mimi nimeshindwa, basi ninusuru. Basi tukaifungua milango ya mbingu kwa maji yanayomiminika, na tukazipasua ardhi kwa chemchem, yakakutana maji kwa jambo lililokadiriwa. Na tukamchukua kwenye safina ya mbao na kamba, ikawa inakwenda kwa nadhari yetu, kuwa ni malipo kwa alivyokuwa amekanushwa. Na bila shaka tuliacha iwe ni ishara, lakini je, yupo anayekumbuka? Basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu? Na bila shaka sisi tumeifanya Qur'an iwe nyepesi kufahamika, lakini yupo anayekumbuka? Kina Adi walikanusha, basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu? Hakika sisi tuliwapelekea upepo wa kimbunga katika siku korofi mfululizo, ukiwang'oa watu kama vigogo vya mitende vilivyong'olewa. Basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu? Na bila shaka sisi tumeifanya Qur'ani nyepesi kufahamika, lakini yupo anayekumbuka? Suratul Qamar imeteremka Makka. Imekuja aya ya kwanza katika sura hii kuzindua kuwa watu wasikilize kwamba kiyama kinakaribia, na watu wanahadharishwa na tukio hilo. Kisha zimekuja aya nyingine baada yake kuweka wazi msimamo wa makafiri kwa mintarafu ya miujiza na kushikilia kwao kukadhibisha. Na anatakiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam awapuuze na awangojee mpaka siku watakapotoka makaburini kama nzige waliotapanyika. Tena baada ya hapo aya zikawa zinafuatana zikieleza hali namna mbalimbali za mataifa yaliyotangulia kwa mnasaba na mitume wao na adhabu iliyowashukia. Na baina ya kila kisa na kingine inazindua mawazo ya kwamba Qur'an tukufu imefanywa nyepesi kwa mwenye kutaka kuaidhika na kuzingatia. Mwishowe inabainisha kwamba hao makafiri wa Makka si watu wenye nguvu zaidi au wakali zaidi kushinda mataifa yaliyokushatangulia, na kwamba wao si wenye kuiepuka adhabu. Tena sura ikahitimisha kwa kuwahadharisha wanaokadhibisha wenye inda kuwa mwisho wao watakuja tumbukizwa motoni kifudifudi, na wataambiwa, onjeni mguso wa Jahannam mliokuwa mkiikadhibisha, na inawatuza wacha Mungu katika maskani zao za mabustanini na mito, katika makao mazuri kwa mfalme mwenye uweza. Kiyama kimekaribia na mwezi utapasuka, hapana hivi wala hivi. Na makafiri wakiona ishara, yaani muujiza mkubwa, wao hupuuza wakaacha kuamini, bali husema huu ni uchawi wa daima unaendelea. Na wamewakanusha mitume na wakafuata yaliyozainishwa na matamanio yao, na kila jambo huishia mwisho wake linapotulia na kuthibiti. Na mnaapa kuwa zimewajia makafiri habari za mataifa yaliyotangulia zenye ukweli wa uumbaji, ambazo zina mikemeo ya kutosha. Haya yaliyowajia ni hikma kubwa na lengo la kufikia mbali, lakini maonyo yataleta faida gani kwa wanazozipinga hikma hizo? Ewe Muhammad, waachilie mbali hawa makafiri, nawe ngojea siku watapoita mwitaji wa Mwenyezi Mungu kuitia jambo ambalo nafsi inalichukia mno. Macho yao yatainama chini kwa wingi wa kitisho, wakitoka makaburini kama kwamba ni nzige waliotawanyika kwa wingi wao na mbio zao, wakimkimbilia huyo mwitaji, wakimtazama kwa unyonge na unyenyekevu. Macho yao yanamwangalia yeye tu,
makafiri watasema siku ya kiyama, hii leo ni siku nzito, siku ya shida. Kabla ya makafiri wa Maka walikwisha kanusha kaumu ya Nuhu. Walimkadhibisha Nuhu mja wetu na mtume wetu, wakamsingizia kuwa na wazimu. Wakaingiza baina yake na kufikisha kwake ujumbe kila namna ya maudhi na vitisho. Nuhu akamwomba Mola wake mlezi akisema, hakika mimi nimeshindwa na hawa watu wangu, basi wapatilize hawa kwa ajili yangu. Basi tukaifungua milango ya mbingu ikamimina maji yasiyokatika, na tukaipasua ardhi kwa chemchemu zikitibuka maji. Yakakutana maji ya mbingu na maji ya ardhi kuwa hiliki, kama alivyokadiria Mwenyezi Mungu mtukufu. Tukampakia Nuhu katika jahazi la mbao zinazofungwa pamoja kwa kamba kama mtepe, likawa linakwenda baharini chini ya hifadhi yetu, kuwa ni malipo kwa Nuhu ambaye watu wake waliendelea kukanya wito wake. Na tumeliacha hilo tukio na kuzamishwa makafiri na kuokolewa waumini liwe ni mawaidha, lakini yupo mwenye kuaidhika? Je, vipi ilikuwa adhabu yangu na onyo langu kwa wahalifu? Ninaapa tumeifanya Kurani iwe sahali na kukumbukwa na kutoa mawaidha, lakini je, yupo kuaidhika? Kina Adi walimkadhibisha mtume wao Hudi. Je, hali gani adhabu yangu na onyo langu lilikuwa kwa wendao kinyume? Sisi kwa yakini tuliwapatiliza kwa upepo baridi unaovuma katika siku ya ukorofi wa daima, ukiwang'oa watu na kuwatupa na wamekufa, kama vinavyong'olewa vigogo vya mitende na mizizi yake. Hali gani adhabu yangu na onyo langu lilikuwa kwa waliokwenda kinyume? Na bila shaka sisi tumeifanya sahali Kurani kwa ajili ya mawaidha na mazingatio. Basi je, yupo kuwaidhika? Thamudi walikanusha waonyaji, wakasema, ati tumfuate binadamu mmoja katika sisi, basi hivyo sisi tutakuwa katika upotofu na kichaa. Ni yeye tu aliyeteremshiwa huo ukumbusho kati yetu sote, bali huyo ni mmongo mwenye kiburi. Kesho watajua ni nani huyo mmongo mwenye kiburi. Hakika sisi tutawapelekea ngamia jike ili kuwajaribu, basi watazame tu na ustahimili. Na waambie kwamba maji yatagawanywa baina yao, ila sehemu ya maji itahudhuriwa na aliyehusika. Basi wakamwita mtu wao akaja akamchinja. Basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu? Hakika sisi tuliwapelekea ukelele mmoja tu, wakawa kama mabua ya kujengea ua. Na bila shaka sisi tumeifanya Kurani iwe nyepesi kwa kukumbuka, lakini yupo wakumbukaye? Kaumu Luti nao waliwakadhibisha waonyaji. Hakika sisi tukawapelekea kimbunga cha vijiwe, isipokuwa wafuasi wa Luti, au tuliwaokoa karibu na alfajiri kwa neema inayotoka kwetu. Hivyo ndivyo tulimlipavyo anayeshukuru. Na hakika yeye aliwaonya adhabu yetu, lakini wao waliatilia shaka hayo maonyo, na walimtaka awape wageni wake. Tukayapofua macho yao na tukawaambia, onjeni basi adhabu na maonyo yangu. Na iliwafikia wakati wa asubuhi adhabu yangu ya kuendelea, basi onjeni adhabu na maonyo yangu. Na hakika tumeisahilisha Kurani kuikumbuka, lakini yupo anayekumbuka? Samudi walikadhibisha maonyo ya nabii wao Saleh, wakasema, hivyo aje mtu tu katika sisi watu wa kawaida asiye na watu, na tumfuate? Tukimfuata huyo, basi bila shaka sisi tutakuwa mbali mno na haki, na tutakuwa tuna wazimu. Basi uteremshwe wahi kwake yeye katika sisi, na hali wapo na ustahiki zaidi. Bali huyo kazidi katika uongo, mwenye kukanya neema. Karibu watakuja jua siku itakapoteremkia adhabu ni nani mwongo anayekanya neema, wao au Saleh mtume wao. Hakika sisi tunampelekea mtume wetu Saleh ngamia mke awe ni mtihani wao. Basi wangojee na watazame watafanya nini, na subiri uvumilie maudhi yao mpaka itakapokuja amri ya Mwenyezi Mungu. Na waambie kwamba maji yatagawanywa baina yao na ngamia, kila mmoja wao atakuwa na zamu yake aje kunywa katika siku yake.
wakamwita mtu wao mmoja akapania kumchinja yule ngamia, akamchinja. Basi vipi ilikuwa adhabu yangu na onyo langu kwa hao wahalifu waliokwenda kinyume na amri? Sisi tuliwapatiliza kwa ukelele mmoja tu, wakawa kama miti mikavu anayekusanya yeyote atakaye kujengea boma la ua wake. Na bila shaka sisi tumeisahilisha Kurani wenye pesi kwa ajili ya mawaidha na kuzingatia. Lakini je, yupo wa kuwaidhika? Kaumu Luthi nao walikadhibisha maonyo ya mtume wao. Hakika sisi tuliwapelekea upepo mkali wa kuwatupia changarawe, isipokuwa watu wa Luthi walioamini. Hao tuliwaokoa na adhabu hii mwisho wa usiku kwa kuwapa neema iliyotoka kwetu. Neema kama hizo kubwa kubwa ndivyo tunavyowalipa wenye kuishukuru neema yetu kwa imani yao na utiifu. Na hakika Luthi aliwahadharisha watu wake vipi mshiko wetu ulivyo mkali, wakatilia shaka maonyo yake kwa kuona mwana mwongo. Wakamtaka wape wageni wake wawatende fiili yao, tukayafuta macho yao kuwa ni malipo kwa hilo walilotaka. Basi waambie kwa kejeli, igugumieni adhabu yangu na maonyo yangu. Na asubuhi mapema ikawashitua adhabu ya kuthibiti milele, wakaambiwa igugumieni adhabu yangu na maonyo yangu. Na hakika tumeifanya Kurani ni sahali kwa ajili ya mawaidha na mazingatio. Je, yupo anayewaidhika? Na waonyaji waliwafikia watu wa Firauni, walizikadhibisha ishara zetu zote, nasi tukawashika kama anavyoshika mwenye nguvu mwenye uweza. Je, makafiri wenu ni bora kuliko hao, au yameandikwa vitabuni kuwa nyinyi hamtiwi makosani? Au ndio wanasema sisi ni wengi tutashinda tu? Wingi wao huu utashindwa, na wao watasukumwa nyuma. Bali saa ya kiyama ndiyo miadi yao, na saa hiyo ni nzito zaidi na chungu zaidi. Hakika wakosefu wamo katika upotofu na wazimu. Siku watakapokokotwa motoni kifudifudi, waambiwe, onjeni mguso wa Jahannam. Kwa hakika sisi tumekiumba kila kitu kwa kipimo, na amri yetu haikuwa ila ni moja tu, kama kupepesa jicho. Na bila shaka tumekwisha waangamiza wenzenu, lakini yupo anayekumbuka? Na kila jambo walilolifanya limo vitabuni, na kila kidogo na kikubwa kimeandikwa. Hakika wacha Mungu watakuwa katika mabustani na mito, katika makalio ya haki kwa mfalme mwenye uweza. Na watu wa Firauni yaliwajia maonyo ya mfululizo, walikadhibisha ishara zetu na miujiza yetu waliokuja nayo mitume wetu. Tukawaangamiza kwa maangamizo ya nguvu yasiyoshindika ya uwezo mkubwa. Ati nyinyi makafiri mna nguvu zaidi kuliko hao wa kaumu zilizotangulia ambao wameangamizwa? Au nyinyi mmetolewa makosani kwa hivyo teremka katika vitabu vya mbinguni? Bali ati wanasema hawa makafiri, sisi ni kikundi kilichoungana chenye nguvu juu ya maadui wake, hakishindwi. Kikundi hicho kitashindwa na watakimbia mbio wakifurushwa. Bali kiyama ndiyo miadi ya adhabu yao, na kiyama ni kizito zaidi na kichungu zaidi. Hakika wakosefu kutokana na hawa na hao watakuwa katika hilaki ya Jahanamu inayowaka moto. Siku watakapobururwa kifudifudi katika moto, wakiambiwa, hilikini kwa machungu ya Jahanamu na joto lake. Hakika sisi tumeumba kila kitu, tumeviumba kwa kukadiria inavyohitajia hikma. Na haikuwa amri yetu tukitaka kitu ila neno moja tu, nalo ni kusema kuwa, nacho huwa papo hapo kama kupepesa kwa jicho. Na bila shaka sisi tumekwisha waangamiza wengine waliofanana nanyi katika ukafiri. Je, yupo aliyewaidhika? Na kila kitu walichokifanya duniani kimeandikwa katika madaftari, kimeambatishwa nao. Na kila dogo na kubwa katika vitendo limeandikwa, hakipotei kitu. Hakika wacha Mungu watakuwa katika mabustani yenye shani kuu na mito ya namna mbalimbali. Katika baraza ya haki hakuna porojo huko wala madhambi, kwa mwenyewe mfalme mtukufu wa uweza.